na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. Sasa leo tunakwenda kumalizia ratiba yetu kwa kuangalia somo letu lingine, somo la 8 katika madaraja ya kumfikia Mungu, kitabu cha 4. Nadhani kila mmoja atakuwa anapata nakala yake. Tunaangalia somo letu la 8 linalohusu utii ama utiifu. Utii ama utiifu. Na kusudi la somo letu hili ni kutusaidia kutambua kwamba Mungu anahitaji utiifu kutoka kwetu. Mungu anataka watoto wake tuweze kuwa watii, tuweze kumtii yeye na tutii kulingana na maagizo ambayo Mungu anatuagiza. Na Biblia inatuambia katika kitabu kile cha Samuel wa kwanza, waraka wa kwanza wa Samuel, tutasoma sura ile ya 15. Naomba tufungue Biblia zetu pale. Waraka wa kwanza wa Samuel sura ya 15 ule mstari wa 22. Anasema, naye Samuel akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Tunapoangalia somo hili linalohusu utii, tunaona umuhimu wa utii. Kutii ni muhimu sana. Na katika kifungu ambacho tumesoma, tunaona maelekezo ambayo Samuel anatupatia kama nabii, kwamba Bwana anauliza swali, je, Mungu anapenda sadaka? Anapenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kutii sauti ya Bwana? Tena anasema, angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, kuliko hata sadaka, kuliko hata lote ambalo mtu unaweza ukalifanya. Mara nyingi tunajisahau. Mara kadhaa tunafikiri kwamba sadaka, dhabihu, kushughulika hapa na pale kwa ajili ya Bwana, kama hatuna sifa ya utii, kwamba pengine ndio Mungu anapenda hivyo. Nitatoa mfano. Kuna watu wengine ambao kwa sababu ya kuelekezwa kuwa watii, sababu ya kupewa ushauri au maelekezo ya kiroho, ya kimungu, ya kuwasaidia kwa ajili ya kuifanya kazi ya Mungu vizuri, walifika mahali wakaona kwamba kwa nini niendelee kuhangaika tu na mtu kila wakati tu anataka kunishauri, kuniongoza na nini? Basi bora na mimi nianze tu kazi yangu. Kwa hiyo yeye akaamua kufungua kazi yake. Sasa point ya msingi hapo ni wewe unatakiwa kutii yale ambayo kiongozi wako anakuelekeza, anakufundisha, anakujenga, badala ya kukimbilia kwenda kufungua na wewe huduma yako. Kwenda kufungua huduma yako ni kama sasa ni kama dhabihu sasa, au ni kama unaona kufanya kazi ndio bora zaidi kulikoni kutii. Kwa hiyo kuna huduma zingine nyingi zimeanzishwa na watu sababu tu ya kukosa utii. Lakini anakimbilia kwenda kufanya kazi, kwenda kutoa sadaka, kwenda kutoa dhabihu, na kuteketeza, lakini kilichomfanya aende huko alikosa utii. Kosa utii. Kwa hiyo tunachojifunza hapa ni nini? Kutii ni jambo la msingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kutii ni jambo la muhimu sana. Yaani Mungu atusaidie kama watumishi wa Mungu, kama watoto wa Mungu, kama kaka na dada, neema ya kumtii Mungu iwe katika maisha yetu, iwe katika maisha yangu, iwe katika maisha yako. Kwa hiyo kama nilivyosema, lengo ni kwamba somo hili litusaidie kutambua kwamba Mungu anahitaji utii
katika maisha yetu. Na tutaangalia somo letu katika hatua kadhaa zifuatazo. Hili somo lina vipengele karibu vipengele kama 8 au 7 hivi. Jambo la kwanza, kuna umuhimu wa utii au umuhimu wa utiifu. Umuhimu wa utii ama umuhimu wa utiifu. Unajua changamoto ya mwalimu wenu ni mrefu kuliko hata ubao. Hata shuleni nilipokuwa nafundisha watoto naambia mimi siwezi kuandika huku chini. Kwa hiyo katika ubao nilikuwa naandika kabisa kule juu mpaka watoto wanashangaa. Sasa leo huu ubao ni mfupi, sio neno lakini unanitosha tu. Tajitahidi hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuna jambo la kwanza tunaangalia juu ya umuhimu wa utii. Umuhimu wa utii au utiifu. Kwa hiyo kuna vipengele kama 7. Kipengele cha kwanza, umuhimu wa utii. Kipengele cha pili, tabia ya utiifu. Kipengele kipengele cha pili, tumtii nani? Kipengele cha 3, tabia ya utiifu. Kipengele cha 4, utiifu na imani. Kipengele cha 5, kujiweka chini ya mamlaka na kujinyima. Kipengele cha 6, uwezo wa utiifu. 7, baraka zinazotokana na utiifu. Kwa hiyo kwa neema ya Mungu tutakwenda hatua kwa hatua, lakini pengine hatutalimaliza somo hili leo kwa sababu kesho tuna muendelezo wa somo hili mapema kabisa. Kwa hiyo tutaangalia pale ambapo Mungu atatupa nguvu za kuishia hapo. Kwa hiyo tuna mpangilio wa jinsi hiyo katika somo letu. Sasa tutakwenda kuangalia kipengele kimoja baada ya kingine. Lakini pale kuna mistari mingine ambayo inaweza kukusaidia kwa wakati wako binafsi unapotafakari, unapolisoma neno la Mungu. Ukurasa wa 7 pale anasema kwa masomo yako ya Biblia ya binafsi na uchambuzi unaweza kusoma vifungu vile. Kutotii, njia inayoshuka kuelekea kuzimu. Katika Samueli wa kwanza 15 pale anajaribu kuelezea kwa vifungu mbalimbali kwamba kutokutii ni njia inayopeleka mtu kuzimu, lakini pia kutii ni njia inayopaa kuelekea mbinguni. Na Daniel anatusaidia katika vifungu vile kwamba tunapokuwa tunatii basi ni njia ambayo inatuongoza tufike kwa Baba. Lakini kutokutii ni njia ambayo inatutenganisha na Mungu. Tunaposhindwa kuyatii mapenzi yake Mungu, basi tunatengwa na tunatenganishwa na Mungu na kujikuta kwamba tutaishia mahali ambapo sio sahihi. Na 3, utiifu unahitajika kwa mshirika wa jamaa ya Mungu, kwa maana kwamba watoto wa Mungu, familia ya watoto wa Mungu tunahitaji kuwa watii katika maisha yetu, na kuna vifungu vingi pale vinavyotuongoza. Lakini pia jambo la 4, miitikio miwili, nyumba mbili. Anazungumza pale, anatoa mfano juu ya nyumba iliyojengwa juu ya mwamba na nyumba nyingine ambayo imejengwa kwenye mchanga. 5, Kristo mfano wetu katika utii. Tunaona jinsi ambavyo Mwokozi wetu Yesu Kristo ni kielelezo namba 1 jinsi ambavyo aliweza kumtii Mungu ama kutii na kudhihirisha utii kwa ukamilifu. Alafu namba 6 ni kuna kipengele kinasema wanaotii wameahidiwa baraka, kwamba kuna baraka zipo nyingi kwa watoto wa Mungu ambao ni watii. Tangu Agano la Kale watu ambao walimtii Mungu waliambatanishwa na baraka, lakini pia hata katika Agano Jipya watu ambao wanamtii Mungu wanaambatana na kuzipokea baraka za Mungu. Lakini kinyume cha baraka ni laana. Kwa hiyo watu ambao hawamtii Mungu wanapata laana katika maisha yao. Kwa hiyo na laana hiyo pia ipo katika Agano la Kale
Kuna watu ambao walionyesha kutokutii, walilaaniwa hivyo, lakini wale ambao walitii Mungu aliwabariki. Mfano mzuri ni baba yetu wa kwanza Adam, alipomkosea Mungu, alipotenda dhambi ya kutokutii, ya uasi. Tunaona Mungu alitamka laana juu yake. Na mpaka leo hii wanadamu tupo katika maumivu ya laana ambayo Adam alisababisha. Lakini ashukuriwe Mungu, yule Adam wa kwanza hakumtii Mungu, lakini Adam wa pili Mungu alipomwambia nenda kawaokoe wale, kawakomboe wale, wala hakubisha, alitii, kaja. Kwa Adam wa pili ambaye ni Kristo anatuondoa katika hiyo laana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni vipengele hivyo unaweza kuvisoma kwa wakati wako ukipata muda. Tunakwenda moja kwa moja kwenye kipengele cha kwanza kinachozungumza juu ya umuhimu wa utii. Utii ni jambo la muhimu sana. Ni jambo la msingi na ni kipimo kikubwa sana katika maisha ya Mkristo. Kipimo kikubwa sana katika maisha yetu kama watumishi wa Mungu, lakini pia kama watoto wa Mungu. Swala la utii ni jambo ambalo linahitajika sana, ni muhimu sana. Na anasema utiifu ndiyo jaribio kuu katika Ukristo, ni matokeo wazi yanayoonyesha uhusiano wa kiroho na Mungu. Ukristo hufanyiza mazoezi sehemu zote za mwanadamu, kuanzia ndani kwa kubadilisha moyo na kufanya makao ya Roho Mtakatifu. Chini ya huu mwongozo, fikra hufanywa mpya, nia inaitikia ndio kwa Mungu, nazo hisia zaonyesha moyo wa Mungu. Mwishowe, kwa utiifu mwili hukubali mwongozo wa Roho anayetawala ndani. Ukristo ambao hautii mapenzi ya Mungu ni mfu, ni Ukristo ambao umekufa. Huwezi kuwa na uzima ndani bila kudhihirika nje katika matendo. Matokeo ya imani na upendo ni utii. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo kweli utii ni wa muhimu sana katika maisha yetu wa Kristo. Na tunamkumbuka baba yetu wa imani Ibrahim, jinsi ambavyo alimtii Mungu pale ambapo alijaribiwa. Mungu alimletea mtihani wa kumtoa mwanae wa pekee Isaka, ambaye alimtarajia kwa muda mrefu, na akisimama katika imani, katika ahadi kwamba Mungu ameahidi kwamba uzao wangu utakuwa kama nyota mbinguni. Kwa hiyo alikuwa anategemea kwamba atapata mtoto, na kwa mtoto huyo basi atapata watu wengi katika dunia hii. Na kweli katika umri ule Mungu akakumbuka Ibrahimu na Sara, wakapata mtoto. Lakini sasa kaja mtihani kwa mtoto pekee yule ambaye anaitwa Isaka. Mungu akasema mtoe. Ungekuwa ni wewe, ungekuwaje? Unaona ni mtihani mkubwa sana. Ongeza mawazo kwanza. Sasa kama Mungu aliniambia kwa uzao wangu takuwa na watoto wengi kama nyota, kama si mchanga wa baharini au nini, inakuwaje sasa nimtoe tena huyu tena? Itakuwa vipi? Lakini alimwamini Mungu. Alijua kwamba Mungu ambaye amempa huyo Isaka alikuwa na uwezo wa kumpa tena mwingine. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo alishinda lile jaribu kwa sababu ya utii. Sababu ya utii. Na baada ya kushinda mtihani ule, Mungu akambariki zaidi Ibrahim. Katika maisha yetu kuna wakati pia tunajikuta kuna mitihani inakuja ya kutujaribu kumtii Mungu. Lakini tumepishana na baraka za Mungu katika maisha yetu kwa sababu tu tumeshindwa kuwa watii. Tumepishana na baraka za Mungu za kiroho, baraka za Mungu hata katika hali ya kimwili pia, kwa sababu tu kwamba hatukuwa watii. Lakini Mungu atusaidie tunapojifunza masomo kama haya. Mungu anasema na sisi ili kusudi tusirudie tena. Kama kuna mahali tulikosea tii Mungu na tukapishana na baraka za kiroho ama za kimwili, basi Mungu atusamee, Mungu aturehemu. Lakini tunahitaji kumtii Mungu kwa kila ambacho Mungu anatuagiza, kwa sababu utii ni muhimu sana. Bwana asifiwe. Tuangalie
jinsi ambavyo Yesu Kristo anatufundisha, anatuonyesha kwa mfano kabisa katika jambo hili la utii. Fungue kitabu kile cha Yohana sura 6. Mfano mzuri sana wa utii kutoka kwa Mwokozi wetu, Bwana wetu Yesu Kristo. Mstari ule wa 38 kitabu cha Yohana anasema, kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenituma. Na mapenzi yake aliyenituma ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Hapa tunakutana na maneno mazuri sana ya Bwana wetu Yesu Kristo, yanayoonyesha jinsi ambavyo alikuwa ni mtii. Alikuwa ni mtii kwa Mungu Baba yake ambaye alikuwa amemtuma, na aliyatii mapenzi ya Baba yake. Aliyatii alipopelekwa au alipotumwa kuja hapa duniani kwa ajili ya kutuokoa. Alikuwa tayari, alikubali, akaja, akateseka, kafa kwa ajili yetu ili aweze kutukomboa. Kwa hiyo ni mtu ambaye anatufundisha kwa maisha yake juu ya utii. Na hata katika mateso Yesu Kristo bado alitii. Tunaposoma kile kitabu cha Luka sura ile ya 22 na mstari ule wa 42, na mahali ambapo Yesu kweli kama binadamu, maana alikuwa na mwili, alipoona kabisa kwamba kuna mateso yako mbele yake, alijisikia pia na yeye kama mwanadamu kwamba kuna maumivu ambayo angekabiliana nayo. Kwa hiyo akajaribu kufikiri, kuwaza kwamba pengine kama ikiwezekana basi kikombe cha mateso basi kimwepuke. Lakini je, alitaka kufanya vile kwa akili zake mwenyewe au kwa matakwa yake mwenyewe? Hapana. Ndio maana akasema, Bwana, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini sio ninavyotaka mimi, mapenzi yako Baba. Luka 22 mstari ule wa 42. 22:42 anasema hivi, akisema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, lakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Bwana Yesu asifiwe. Mfano mzuri sana wa Bwana wetu Yesu Kristo wa kuyatazama na kuyaangalia mapenzi ya Mungu kwa sababu ya utii, kwamba Kristo alikuwa ni mtii, alikuwa ni mtiifu mbele za Baba yake. Kwa hiyo tunajifunza kutoka kwake kuhusiana na jambo hili la utii na kuyaangalia mapenzi ya Mungu. Utii unaambatana na unyenyekevu kwa namna nyingine. Utii unaendana na unyenyekevu. Hii lugha Yesu anaizungumza ni lugha ya unyenyekevu sana, kuonyesha mapenzi ya Mungu yatendeke katika maisha yake. Ni lugha moja ya unyenyekevu wa hali ya juu sana. Na hata katika maisha yetu pia tunapomwishia Mungu, kuna mambo ambayo yanaweza yakatupata katika maisha yetu. Tusisahau kwamba tunatakiwa kuangalia mapenzi yake Mungu. Umuhimu wa utii tunapaswa kuzingatia sana. Kuna wakati tunaweza tukapitia kama nilivyosema majaribu ama mitihani kadha wa kadha katika huduma, lakini angalia mapenzi ya Mungu, kwamba Mungu, katika jambo hili limetokea, ni nini mapenzi yako? Tuwe wepesi wa kuchunguza na kutafakari hasa juu ya mapenzi yake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine inaweza kawa ni ugonjwa. Inaweza kawa ni ugonjwa. Napo pia katika ugonjwa angalia mapenzi ya Mungu ni nini katika jambo hilo. Bwana asifiwe sana. Nikisema hilo unaweza kushangaa kwamba sasa kwa nini? Yaani kwamba ninaumwa alafu kupona niangalie mapenzi ya Mungu. Inawezekana kwamba mtu naumwa
alafu unapoomba uponyaji unasema, Mungu, sawa sana mapenzi yako, ninaomba kama ni kuniponya uniponye, na kama sio mapenzi yako basi Mungu, lolote litakalokuwa. Uko tayari kuwahi kwenda mbinguni kwamba iwe ndio mapenzi ya Mungu? Hapana. Ndio. Kama ndio mapenzi ya Mungu utaanza kukataa tena? Kwa hiyo tunapaswa kuangalia mapenzi yake Mungu. Wakati mwingine hatujui kwamba tunaomba tu Mungu nipone, lakini huwa nasema mara nyingi kwamba kuna kupona kwa hali ya juu sana, ambako pengine kwa sababu ya mwili huu pengine hataki kusikia kupona kwa jinsi hiyo. Kuna kupona ambako tunatangulia kwenda mbinguni. Yaani huo ni uponyaji mkubwa sana. Unaachana na mwili huu wa mateso. Unaachana na mwili huu wa kusumbuka. Alafu unapona, japo umekufa kimwili, lakini umepona uko mbinguni. Si ndio Ni mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo tunapaswa kuangalia mapenzi ya Mungu katika kila jambo. Fikiria Yesu Kristo katika hali ya mateso namna hiyo, anatambua kwamba kumbe kuteseka ni mapenzi yake Mungu. Na sisi pia tunapoteswa kwa ajili ya Kristo, wakati mwingine tutambue kwamba ni mapenzi yake Mungu. Kwa kuwa katika waraka wa Petro, nadhani pale sura ya waraka wa kwanza, sura ya kwanza ile mstari 21, 22, 23, kwamba Yesu Kristo aliteswa lakini pia alituachia kielelezo na sisi pia tupitie mateso kwa ajili yake. Uongo kweli? Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza, nadhani mstari ule wa 21. Waraka wa kwanza wa pili. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili. Ndio, sura ya pili mstari ule wa 21. Anasema hivi: kwa sababu ndiyo mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo ufuate nyayo zake. Kumbe kuna kufuata nyayo za Yesu hata katika mateso. Tunapoteseka kwa ajili ya Kristo, ni mapenzi yake, ni tunafuata nyayo zake. Na anasema katika Wafilipi ile kwamba mmepewa si tu kumwamini Kristo, lakini pia atakuteswa kwa ajili yake. Kwa hiyo kuna wakati katika maisha yetu ya Ukristo, katika maisha yetu ya huduma, tunapitia maisha kama hayo ya kuteseka kwa ajili yake. Nayo ni mapenzi ya Mungu. Tunapaswa kutii. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunaona tunapotii kuna baraka zinaambatana na utii. Kuna baraka. Unaweza usizione leo hii, unaweza usione wakati huu, lakini utakapokuwa umetekeleza utii, kumtii Mungu na kuangalia mapenzi yake Mungu, unaanza kuona baraka za Mungu. Alafu baadaye unaanza kusema kwamba kumbe bora nilitii. Kumbe bora nilitii, kwa sababu baraka za kiroho za Mungu zinakuja katika maisha yako. Kwa hiyo wapendwa, utii jambo la muhimu sana. Utii nimesema kwamba unaambatana na unyenyekevu. Kwa hiyo tunapokuwa watii kwa unyenyekevu, Mungu anasema anawainua wale ambao ni wanyenyekevu, anakaa nao juu, anawainua juu. Kwa hiyo tunaweza kuinuliwa na Mungu katika maisha yetu ya kiroho, sababu tu kwamba tumekuwa ni wanyenyekevu, tumekuwa ni watii, na Mungu anatupandisha ngazi ya juu zaidi. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili tunaangalia juu ya tumtii nani. Kipengele cha pili hapa, tumtii nani? Kwanza tunamtii Mungu. Tunamtii nani? Tunamtii Mungu. Mmoja tusomee Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 29. Wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Kwa tunaona hapa kwanza tunamtii Mungu. Ndio la kwanza. Yaani katika moyo wako, katika mioyo yetu,
kipaumbele cha kwanza ni nani tunapaswa kumtii? Ni Mungu. Halafu na kuwatii wengine. Na hao wengine kama watatufanya tufarakane na Mungu kwa sababu ya kutaka kuwapendeza wao na kuwatii wao, tunasema no. Sababu tunataka kumtii Mungu kwanza. Bwana asifiwe. Tutaangalia pengine baadaye mbele kidogo. Kwa hiyo ni lazima kwanza tumtii Mungu. Na tunamtii Mungu namna gani? Mungu tumejifunza jana kwamba Mungu anajifunua kwetu kupitia neno lake. Biblia, neno hili ndio Mungu tunakutana naye hapa Mungu. Si ndio wapendwa? Tunakutana na Mungu wapi? Hapa. Yaani hapa ndio mahala tunapokutana na Mungu wetu. Kwa hiyo Mungu anasema na sisi kupitia neno lake. Kwa hiyo kumtii Mungu maana yake ni kwamba ni kulitii neno lake. Haleluya. Kwa hiyo imetupasa kumtii Mungu kwanza. Kwa sababu kuna nyakati ambazo wanadamu wanaweza wakataka tutangulie kuwatii wao kabla tujamtii Mungu. Hapo tunapaswa kuchora mstari kwamba haiwezekani, Mungu kwanza, halafu na mambo mengine yatafuata. Kwa hiyo tunamtii Mungu kwanza. Unaweza kusoma maelekezo pale kwa wakati wako mwenyewe. Lakini tunatambua kwamba tunapomtii Mungu ni kutii neno lake, ni kutii amri za Mungu, ni kutii sheria yake, sawa? Lakini pia kumtii Mungu ni kutii maongozi ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapotuongoza katika maisha yetu, kwa sababu tunajua kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani yetu. Roho wa Mungu yuko ndani yetu. Tunaongozwa na Roho wa Mungu. Tumejifunza asubuhi kwamba wale wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio watoto wa Mungu. Si ndio wapendwa? Kwa hiyo kuna wakati Roho wa Mungu anaweza katuongoza katika njia ambazo kama hazieleweki. Sasa ukitanguliza mwili utaona hizi njia hizi mbona kama sio zenyewe, lakini kumbe ndio njia zenyewe. Roho wa Mungu anataka upite huko. Sasa mwili utakwambia no, hii sio njia yenyewe hii. Umeshindwa kumtii Roho wa Mungu. Lakini kama Roho wa Mungu anakuongoza katika njia, hata kama ni njia rough, yani ni ya miba, ni ya mawe au sijui ya nini, unavaa viatu vya chuma. Bwana asifiwe. Unavaa viatu vya chuma. Ipo kwenye Biblia, viatu vya chuma. Kwenye Agano la Kale unavaa viatu vya chuma, unaanza kupita katika rough road, katika hiyo njia. Kwa sababu tu unamtii Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunapomtii Mungu ni kumtii Roho Mtakatifu kwa kadri ambavyo anatuongoza, pale ambapo tunakuwa tunaitii sauti ya Roho Mtakatifu ikinena nasi ndani yetu. Amen. Tuangalie vipengele vifuatavyo katika Yohana sura ya 14, angalia mstari wa 15. Jukumu la muhimu sana katika maisha ya mtu kulingana na Biblia ni kumtii Mungu, kama jinsi ambavyo tumeona Yesu akiwa mfano wa kutii. Lakini tuangalie Yohana 15:14. Yohana 15:14. Yohana sura ya 15 ndio mstari wa 14. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Tukitenda anayotuamuru, tukiyatenda anayotuamuru, kwa maana kwamba anatuagiza, anatuamuru. Kwa hiyo tunapoyatii yale ambayo Yesu ametuamuru, tunakuwa rafiki zake Yesu. Anapendezwa na utii wetu, anafurahiwa na utii wetu. Kwa hiyo tunapotii na kutekeleza yale ambayo anatuagiza, basi tunakuwa rafiki zake Yesu. Hebu mmoja tukumbushe mojawapo ya amri au agizo ambalo Yesu ametuagiza na ambalo Yesu anafurahi sana kama tunatekeleza na tunakuwa rafiki zake, ni katika eneo gani? Mfano, mikono, alafu nipe jibu. Ndio, karibu tumishi. Upendo,
Asante sana, ametuamuru tupendane kama ndugu. Kwa tunapotekeleza swala la upendo, tunakuwa rafiki zake Kristo. Si ndio wapendwa jambo lingine la pili. Karibu mtumishi wa Mungu pale. Kufanya aliyotuamuru yepi sasa? Hayo ndo nataka hayo. Amesema upendo, lakini lingine kulishika neno. Asante sana. Tukilishika neno na kukaa ndani yake, tunakuwa rafiki zake. Tena hata pale kwenye Matendo iko katika hiyo Yohana 15 pale, anasema neno la Mungu likikaa ndani yenu na mimi yani neno langu likaa ndani yenu, anasema tutaomba lolote na atatupatia, si ndio Na kwa hiyo Yesu kwetu ni rafiki, kwamba hata tunapoomba anatusikia. Kwa hiyo tunakuwa rafiki wa Kristo tunapokaa katika neno lake, tunapotii na kuzingatia agizo lake. Lingine niona mkono upande huu, ndio mpendwa, karibu. Na kubebeana mizigo, kuchukuliana mizigo. Nasema chukuliane mizigo mmoja kwa mwingine. Kuna kipengele natamani mtu akitaja atakuwa binigusa moyo wangu kweli kweli unataka kujaribu? Karibu. Kusamehe, sawa, ametuamuru tusamehe, vizuri kabisa, lakini kuna mahali nataka mniguse. Mama yetu hapa. Pende jirani yako, ni sahihi kabisa, tena mpende mpaka adui, lakini bado hamjakuna moyo wangu. Huku kuna mtu. Karibu mtumishi wa Mungu. Kujikana na kuchukua msalaba, kumfuata Yesu ametuamuru, sawa, lakini bado hamjakuna moyo wangu. Mtu akisema hilo nitafurahi sana. Yote nafurahia, lakini nataka kile ambacho natamani. Mtumishi wa Mungu pale, karibu. Tukae ndani yake Yesu. Nashukuru, asante sana. Amesema na kaka pale. Bado lingine. Nataka kujaribu tena mama yetu. Sahihi kabisa. Mpende Bwana Mungu kwa moyo wako wote, ni sawa, tena asilimia zote. Pale kuwa na umoja, na sasa muwe na umoja kama jinsi ambavyo yeye na Baba na Roho wa Mungu ana umoja. Sahihi kabisa. Bado kama ni mtihani mnataka kufeli nyewe watu. Wow! Hilo ndio nilikuwa naitaka hilo. Bwana asifiwe sana. Hilo ndio nilikuwa naitaka hilo. Bwana ametuagiza, amen. Bwana ametuagiza twende tukahubiri injili. Anayeenda kuhubiri injili, huyo ni rafiki wa Yesu. Bwana asifiwe sana. Na unajua ndicho ambacho kilimleta hapa. Anasema alitoka mbinguni kuja hapa kutafuta kilicho, na ndo ilikuwa jambo la muhimu sana kwake Yesu kuja hapa duniani. Amen. Kwa hiyo Mungu atusaidie ili tuwe marafiki wa Kristo, tusiache kuhubiri injili. Pata nafasi hata ya kulazimisha, wewe hubiri tu. Amen. Tena uwe tayari wakati wote, wakati unaofaa na wakati usiofaa. Wewe hubiri tu. Wewe hubiri tu. Wazibe masikio, wafungue masikio, wewe hubiri tu. Kuna wakati mwingine tunapanda mbegu. Amen. Sio mpaka watu waokoke hapo siku hiyo. Wewe panda mbegu tu. Wewe panda mbegu. Siri ya ukuaji wewe hujui. Siri ya ukuaji anajua Mungu mwenyewe, kwenye maandiko inasema hivyo. Siri ya ukuaji wa mbegu anajua Mungu. Kwani wangapi ambao tumewahubiria alafu tukawaacha, baadaye kufika huko yale maneno yakawa yanagonga kwenye akili zao, alafu mwisho wa siku wakaokoka. Bwana asifiwe. Kuna siku moja miaka ya nyuma, kama miaka ya 2000 hivi, nilikuwa nashuhudia huko mitaani. Nikakutana na mke wangu na binti, kaanza kumshuhudia hapo, lakini akaonekana kama ni mgumu hivyo, na sisi hatulazimishi, tunapanda mbegu tu, tukamaliza, tukaondoka. Miaka 5 baadaye, yule binti ananiona napita barabarani, anakimbia mbio. Mchungaji. Ageuka. Binti afu namwangalia kama simfahamu vile. Sema, unanikumbuka mchungaji? Ngama mimi sikukumbuki. Labda ujieleze. Sasa mimi fulani, kuna siku moja mlikuwa na mchungaji, mkanihubiri sikuokoka, lakini mchungaji leo nimeokoka. Kaambia haleluya. Bwana asifiwe. Unapanda mbegu. Siri ya ukuaji anayejua Mungu mwenyewe. Kwa hiyo tusishindwe kumhubiri Kristo eti kwa sababu labda watu hawaokoki, labda mji huu watu ni wagumu, Waislamu wengi. Hapana, wewe hubiri tu.
Mungu anajua mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo moja kipengele cha kumtii Mungu, wapendwa, hiyo katika kutimiza ama kutekeleza agizo kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Na tuangalie, tunazungumza juu ya nani wa kumtii. Kwa hiyo tumesema kwamba namba moja, tunamtii kwanza Mungu. Lakini namba mbili, tunatii watawala. Tunatii watawala ama wenye mamlaka. Moja, tusomee Tito 3:1. Tito 3 mstari wa kwanza. Wakumbushe watu kunyenyekea kwa wenye uwezo na mamlaka na kutii na kuwa tayari kwa kila kazi njema. Asante sana. Kwa hiyo tunapaswa kuwatii wenye mamlaka, watawala. Tunao watu wanaotuongoza, wanaotutawala. Wanapotuagiza jambo kufanya kama haliko kinyume na mapenzi ya Mungu, tunapaswa kutii. Si ndio wapendwa? Tunapaswa kutii. Kwa mfano, labda tunaelekezwa juu ya kulipa kodi. Na serikali inataka wananchi wake walipe kodi. Na mimi na wewe tu sehemu ya wananchi. Kwa hiyo tunatakiwa kulipa kodi. Tusikwepe. Bwana asifiwe. Usikimbie, usikwepe kulipa kodi. Lipa kodi kwa sababu mamlaka imeamuru tulipe kodi na tulipe kodi. Ndio maana kuna wakati wanafunzi wa Yesu waliuliza, wakawa na mashaka. Kama sasa kulipa kodi ni halali au sio halali? Tulipe au tusilipe? Na watu, kuna watu walimwahi kumtega pia Yesu kwa maswali ya namna hiyo. Na Yesu akasema, okay, mnazungumzia habari ya kodi. Hebu hiyo mnaotumia kulipa kodi ni nini hiyo? Ni shekeli, si shilingi, si nini? Leteni tuone hiyo shilingi. Si kama ninayo hapa. Ninayo hapa. Akasema Yesu, akasema leteni tuone hiyo hela. Wakampelekea. Kwani ina sanamu ya nani? Ina kichwa cha nani hapa? Hapa ni Nyerere, si Mwinyi, si Nyerere huyu. Wakasema fulani. Sema kama ni Kaisari, basi mpeni Kaisari ya Kaisari. Si ndio Na ya Mungu mpeni. Kwa hiyo kuna namna ambavyo tunapaswa kujua kwamba kulipa kodi ni halali. Bwana asifiwe. Tunampa Kaisari ya Kaisari. Lakini kuna mengine ambayo ni ya Kaisari, labda yanakwenda kinyume na mapenzi yake Mungu. Hapo ndio tunabaki tunachora mstari kwamba hapana, hapa imenipasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Kama tulivyosoma pale. Si ndio wapendwa? Wewe mtu tu anakuja sasa, kuanzia leo wewe mhubiri, yani unyamaze, sitaki nikusikie tena ukihubiri. Mimi mamlaka, mimi rais, nimekwambia usiendelee kuhubiri tena. Sawa, utanifungia labda kanisa jengo hapa, sitahubiri, sawa. Sawa, labda utataka labda sijui labda nisiende wapi kuhubiri huko, lakini hata majirani zangu, hata ndani ya nyumba yangu nisihubiri, nitahubiri tu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunajifunza nini? Kwamba tunapaswa kweli kutii mamlaka, lakini mamlaka ikitaka tuende kinyume na mapenzi yake Mungu, tunachora mstari, ila kwa hekima. Bwana asifiwe. Usishindane na mamlaka kwanza unaanza kushindana kwamba hapana, mimi namtii Mungu. Mimi namtii Mungu kuliko serikali, kuliko nini. Kwa hiyo hapana, usishindane nao. Mungu akupe hekima jinsi gani ya kuweza kutii mamlaka. Hata pale ambapo unataka kusema no, sema no kwa hekima. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunamtii Mungu, lakini pia tunatii mamlaka au tunatii watawala sawa sawa na mapenzi yake Mungu. Alafu kuna mifano pale ya ukiangalia Danieli, ukisoma Danieli pale, ukisoma Yohana 19:11, Warumi 13:1. Labda tuangalie Yohana 19:11 tusomee hapa. 19. Na lile fungu la 11. Yesu akamjibu, wewe hungekuwa na mamlaka yoyote juu yangu kama usingepewa kutoka juu.
Kwa hiyo yeye aliyenitia mikononi mwako yuna dhambi iliyo kubwa zaidi. Kwa hiyo hapa tunachokiona ni kwamba kuna mamlaka zote, hata kama mamlaka hiyo au watawala au mamlaka, hata kama tunaona hiyo mamlaka ni ya kiovu namna gani, ni mamlaka ovu, lakini tunapaswa kuitii, kwa sababu mamlaka zote Mungu ameziweka. Bwana asifiwe sana. Hata kama anayetawala ni dikteta, ni mbaya kiasi gani, tunasoma ile andiko. Kwa hiyo Mungu ndiye ambaye anatawala na kumiliki hata mamlaka za jinsi hiyo. Kwa hiyo sisi tunapaswa kutii, lakini cha msingi tu tusimkosee Mungu katika kutii mamlaka hizo. Labda wanatuambia labda tukaue. Na wewe ni Mkristo, upaswi kuua. Hapo nachora mstari kwamba mimi siwezi kwenda kuua. Si ndio Kwa sababu hatujaitiwa kushindana na mtu. Tumeitiwa kugeuza upande wa pili. Si ndio wapendwa? Kwa hiyo kutumia nguvu, mabavu, sijui nini, mamlaka inataka utumie mabavu, utumie nguvu. Hapana. Hatuwezi kufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo tunatii mamlaka, lakini katika mapenzi yake Mungu mwenyewe. Mamlaka inakuja nasema kwamba nataka jengo lako hili, nataka hapa tunaanza kuuza vilevi. Tunaanza kuuza sumu hapa za kuulia watu. Hatuwezi kukubali. Kwa hiyo tunasimama sawa sawa na mapenzi yake Mungu, hata kama mamlaka inakuja kwa namna ambayo ni ya kutukutanisha na Mungu wetu, basi tunahitaji kuchora mstari. Lakini pia jambo la tatu, tunatii wanaotuongoza. Katika Waebrania moja tusomee, Waebrania 13:17. Waebrania sura ya 13 fungu lile la 17. Watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha, wala si kwa kuugua, maana isingewafaa ninyi. Nashukuru sana. Kwa hiyo hapa tunaambiwa kuwatii wanaotuongoza. Wanaotuongoza hapa wanaozungumzia ni viongozi wetu wa kanisa. Hebu tusome kile kifungu kwa pamoja. Anasema pale ukurasa wa 11. Watu wanaozungumziwa katika mstari huu ni viongozi wa kanisa. Wameagizwa na Mungu pamoja na kanisa kukesha kwa ajili ya roho zetu. Biblia haifundishi utawala wa demokrasia katika kanisa, bali theokrasia. Demokrasia ni mfumo wa utawala ambao viongozi wanachaguliwa kwa wingi wa kura. Theokrasia ni utawala wa Mungu katika Roho Mtakatifu kupitia kwa wahudumu waaminifu wa kanisa. Viongozi wa kanisa wamekabidhiwa mamlaka ya Mungu ikiwa tu wanaishi na kutawala kulingana na Biblia ama neno la Mungu. Agizo lao la kutawala vyema lina uzito mkubwa. Kwa hiyo ni vyema tukiwatii. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunapaswa kuwatii viongozi wetu wanaotutawala au wanaotuongoza, wanaotusimamia katika Mungu, lakini katika kweli na katika kwa kufuata neno la Mungu. Sasa kuna wakati lakini huwa tunajisahau, hasa viongozi, hasa watumishi kama hivyo. Tunafikiri kwamba watu wanapotutetemekea, watu kutuogopa, au tunawajengea mazingira fulani hivi ya kutuogopa, kutetemeka sana, kama mchungaji, askofu huyu, tunatetemekewa. Tunadhani kwamba ni sifa, tunadhani kwamba ni jambo zuri, lakini sio jambo zuri kabisa. Ukiwajengea hofu washirika, ukiwajengea hofu watoto wa Mungu ambao ni ndugu zako kiroho, ni ndugu zako, dada zako, alafu wanatetemeka kama mchungaji anakuja. Hatupaswi kujenga misingi ya namna hiyo ya kama udikteta sasa, kwamba mchungaji amekuja akiongea, yeye ameongea, hakuna mtu mwingine kuweza kuhoji au kusema lolote lile. Hapana, tunapaswa kuongoza kama jinsi Yesu mwenyewe alivyoongoza. Bwana asifiwe. Watu hawakumkimbia Yesu, bali walimkimbilia Yesu.
Si ndio wapendwa? Sasa tukiwa kama viongozi wa dini au wachungaji, watu wanatukimbia badala ya kutukimbilia, watu wanaogopa hata kuja kumuona mchungaji kwa shida zao na nini, na kwa sio vizuri. Kwa hiyo kweli tumepewa kwamba tutakuwa viongozi, tutakuwa ni watu ambao tunakesha kwa ajili ya roho za watu wengine, lakini tusijenge tabaka tabaka la kuogopwa, tabaka la kwamba ni askofu, ni mchungaji, mtu mkubwa na nini. Kumbe mchungaji ndio alipaswa kuwa namba moja, ndio mtumishi kuliko hata watu wengine wote wale. Bwana asifiwe sana. Na hata zile kora tunavaaga zile za kora hapa, ungejua maana yake nini? Maana yake ni utambulisho kwamba yani wewe ni mtumwa, wewe ni mtumishi. Kwa hiyo unatakiwa kushuka na kuwahudumia watu wako kwa upendo, kwa unyenyekevu. Ndio maana ya kuvaa ile kora. Lakini tukiona kora, mchungaji amevaa kora, ndio kwanza unapita mbali, unamuogopa eti mchungaji amevaa kora. Hapana. Hapana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tumeitiwa kuwa viongozi, lakini kutoa huduma kwa unyenyekevu. Kama ndio watu tunaitwa watumishi. Watumishi. Neno watumwa ndio linaleta neno watumishi. Bwana asifiwe. Kwa sisi ni watumwa, ni watumishi, tunawatumikia watu. Kwa hiyo tunapopewa dhamana ya kwamba wanatutii watu au tunawatii viongozi wetu, lakini ni katika misingi ya unyenyekevu. Jambo lingine ni kanisa. Tunapaswa kulitii kanisa. Anasema kanisa la kweli linafanya kazi kama mwili wa Kristo. Yesu ndiye kichwa. Roho Mtakatifu anafanya kazi kama mfumo wa neva. Kwa hiyo viungo vya mwili ambao ni sisi wa Kristo sasa, vilivyojawa na Roho Mtakatifu, hufikiri, kuamua na kutenda jinsi vinavyoongozwa na kichwa, yaani kiongozi wao. Mawazo yao hao wa Kristo ni mawazo yake huyo Yesu Kristo. Maamuzi yao ni maamuzi yake huyo Yesu Kristo. Matendo yao yanaonyesha vile vile yeye kwamba ni kitu ambacho naye pia angeweza kufanya. Kwa hiyo Yesu anawapa wanafunzi wake mamlaka haya: amin nawaambieni, yoyote mtakayofunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yote fungua duniani yatakuwa yamefunguliwa pia mbinguni. Neno la Mungu ndio ujumbe wake Mungu kwa wanadamu. Kanisa la Mungu ndilo shirika linalotumika kuleta ulimwengu uliopotea ujumbe huu. Huu mwili ambao ni kanisa unapaswa kuwekwa safi ili kudumisha usafi na matendo matakatifu. Ni lazima kanisa litii amri za neno na kutekeleza kanuni za neno la Mungu kwa njia inayofaa. Utiifu na kujiweka chini ya mambo haya ni ya muhimu. Itasaidia kuhifadhi umoja wa kanisa ili liwe nuru ya ulimwengu na chumvi ya dunia. Kwa hiari wa Kristo wanatii dhamiri ya kundi linaloongozwa na Kristo na Roho Mtakatifu. Soma katika Efeso 5:21 na Petro hiyo. Kwa hiyo anasema tutapata maandiko matakatifu yanayozungumzia kanisa kwa undani zaidi katika somo letu la 10. Kwa hiyo tunaona kwamba tunapaswa kulitii kanisa la Mungu ambalo ni mwili wa Kristo, na Kristo yeye ndiye kichwa. Kama hivi tulivyo hapa, sisi hapa ni mwili wa Kristo, ni kanisa. Sio jengo hili tulimo, lakini mimi na wewe ndio kanisa lenyewe. Bwana asifiwe. Na nani kiongozi wa kanisa? Ni Yesu. Yeye ndiye kichwa cha kanisa. Kwa hiyo tunapaswa kuheshimiana, tunapaswa kupendana, tunapaswa kunyenyekeana mmoja kwa mwingine. Alafu tunapaswa kutii pia waajiri wetu, wala ambao tumeajiriwa, wala ambao tunafanya kazi, manake uko chini ya mwajiri. Kutii waajiri. Kutii waajiri wetu kwa wale ambao ni wafanyakazi. Hebu some Kolosai sura ile ya 3 mstari wa 22.
Ninyi watumwa, watiini hao ambao kwa mwili ni bwana zenu katika mambo yote, si kwa utumwa wa macho kama wajipendekezao kwa wanadamu, bali kwa unyofu wa moyo, mkimcha Bwana. Asante sana. Kwa hiyo tunaona tunaitwa kwa ajili ya kuwatii waajiri wetu au mwajiri. Unaweza kawa ni umeajiriwa na mtu kufanya kazi, unapaswa kuonyesha unyenyekevu na utii, lakini zaidi sana uaminifu. Unapofanya kazi mahali umeajiriwa, fanya kazi kwa uaminifu wote. Hata unapopata malipo ya kazi ambayo unafanya, unapata malipo ambayo ni sawasawa, ni stahiki. Kwa hiyo tunapaswa kuonyesha utii kwa waajiriwa wetu, tunapaswa kuonyesha utii kwa mtu ambaye amekuajiri. Inaweza kawa unafanya kazi kwa mtu na nakulipa mwisho wa mwezi au nakulipa kwa wiki. Fanya kwa uaminifu wote. Hata kama hayupo, fanya kwa uaminifu. Na wakati mwingine mtu anaweza kujaribiwa kwamba sasa kwa sababu bosi wangu hayupo, basi leo ni kuchapa tu usingizi, ni kulala tu. Lakini akiwepo unakuwa uko macho, unahangaika hapa na pale. Sasa hiyo inakuwa ni huduma ya macho. Bosi yupo unafanya, bosi hayupo unalala. Unamdanganya nani? Unamdanganya bosi wako. Haupaswi kuwa mtu ambaye sio mwaminifu. Unapaswa kuwa mwaminifu kama mtoto wa Mungu, uwe kielelezo cha uaminifu wa kufanya kazi popote ulipoajiriwa. Inaweza kawa ni kwenye shirika binafsi, inaweza kawa ni kwa mtu, inaweza kawa ni serikalini, popote ambapo mikono yako imekuta inafanya kazi, fanya kazi kwa uaminifu. Bwana asifiwe sana. Na ukifanya kazi kwa uaminifu wote, utapata kibali. Utapata kibali. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wale ambao pengine hatujaajiriwa, tunatarajia kupata ajira. Sidhani kama wapo, naona wote kama umri umeshaenda hivi. Lakini vyovyote vile, kama wapo ambao bado wamesoma, ni wanafunzi, wamemaliza tu shule, ukienda kuajiriwa, wewe ni mtoto wa Mungu, uwe mfano wa kuigwa. Amen. Tuko hapa labda ni walimu, tumeajiriwa na serikali, tufanye kazi kwa mfano wa kuigwa na watu wengine. Hata unapoondoka, yani watu wanaanza kusikitika, wanaanza wanaumia kwamba anaondoka jamani. Yani wanajisikia vibaya kwamba kwa nini unaondoka? Kwa sababu ulikuwa mwaminifu na ulikuwa unafanya kazi kwa uaminifu wote. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe kioo mahali pa kazi, tuwe mfano mahali pa kazi. Watu wasinyoshe vidole kwamba yule anajiita yeye mtoto wa Mungu lakini sio mtoto wa Mungu bwana. Yaani yule ni mdanganyifu, yule ni muongo. Yule akifika kazini saa 3 anaandika pale amefika saa 1:30. Nadhani kuna walimu hapa. Walimu hata kama umestaafu. Mwalimu kule fikao tuna daftari la kusaini Sasa kuna wafanyakazi wengi wanajiita ni watoto wa Mungu, wameokoka, eti tu anaogopa pengine akija mkurugenzi atakagua ile daftari na kuona kwamba kumbe ni mchelewevu huyu, na muhamisha kituo au namfukuza kazi. Kwa hiyo anaamua kudanganya. Baada ya kuandika muda ambao amefika, anaandika muda wa uongo, anarudisha nyuma, amefika saa 1 au saa 1:30, kumbe kafika saa 3 kazini. Kisa anaogopa. Bora uandike muda ule ambao umefika. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tuwe waaminifu mahali pa kazi, lakini tuwe tuwatii waajiriwa wetu. Anazungumza jambo lingine pale kwamba tunapaswa tuwatii watoto, watii wazazi wao. Efeso 6:1. Efeso 6:1. Enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Watoto kutii wazazi. Anasema katika nini? Hivi maana yake nini? Na anaweza akatupa ufafanuzi hapo. Kwamba watoto wawatii wazazi katika Bwana.
kwamba anamaanisha watoto wa kiroho, kwamba sisi tuna wazazi wetu wa kiroho tuwatii hao tu, au anamaanisha watoto wetu watutii lakini katika Bwana? Kivipi? Nipeni maelezo tuone. Tuchangie, yani tuchangie. Ni vipi watoto kutii wazazi katika Bwana? Yeyote ambaye ana wazo. Ndio, karibu mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema kwamba watoto watii wazazi katika Bwana, yani wawatii kwenye mambo ambayo ni mambo ya Mungu. Sema kama mambo ambayo yanastahili. Labda sio kwa mtolee mfano, labda mzazi akikwambia nenda ununue nini? Sigara. Wewe umeokoka. Sasa hiyo haipaswi kufanyeje? Kutii kuna namna ya kumueleza. Au kwenda kufanyeje kufuatia pombe. Ndio mimi nilikuwa naelewa vile watu wa Mungu. Okay. Asante sana kwa mchango mzuri huo. Anasema kwamba kama watoto, nafikiri wote hapa ni watoto. Kuna mtu ambaye sio mtoto. Wote ni watoto, sio? Japo sio kwa umri, lakini maana yake kwamba tunao wazazi au tulikuwa na wazazi. Hata kama tumesha kuwa wakubwa, lakini tulikuwa na wazazi, au mpaka leo bado tunao wazazi kwa neema ya Mungu, sio? Wapo? Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kama ni mtoto malaki bado ni mtoto. Kwa hiyo bado anahitaji kuwatii wazazi, kuwanyenyekea wazazi. Hata kama yeye ni babu, anaitwa babu labda na watoto wana watoto, lakini ana wazazi wake, anahitaji kuwatii, anahitaji kuwa mnyenyekevu kwao namna hiyo. Lakini pointi ambayo nilikuwa nauliza hapa kwamba katika Bwana, wakati mwingine tunafikiri tumefikiri kwamba tumewaza kwamba labda kama alivyotoa mfano kwamba wewe ni mtoto, baba anakutaka kuagiza labda ukamnunulie baba hajaokoka, bado hamjui Mungu, na yeye sigara ndio fashion yake na pombe ndio fashion yake. Sasa anapokutuma mwanangu fulani njoo nenda kanichukulie sigara, na sasa wewe umeokoka, sasa wewe ni mtoto wa Mungu, utafanya nini? Utaenda kwenda kumchukulia sigara au kwenda kumnunulia pombe? Utaenda au hautaenda? Utakataa. Wewe sio mtii. Kwa sababu bora nisiwe mtii kwa njia ya pombe na sigara. Bora usiwe mtii, lakini kwenda kununulia sigara na pombe usiende. Kwa ajili ya kumtii Kristo. Kwa ajili ya kumtii Kristo. Tunasemaje? Tuna mawazo gani hapo? Ndio mpendwa. Kuna story moja ambayo nina kitabu nimeweza kusoma back. Nimesoma historia mama mmoja alikuwa ameolewa na mwanamume mlevi. Lakini yule mlevi akaleta watu wake pale kwenye nyumba yake. Akamwambia mke wake, yeye ameokoka, nenda ukaninunulie orodha ya bia hizi. Akaziorodhesha bia. Alipokwenda kuzinunua zile bia, akaleta nyumbani. Sasa wale wageni wote wakagundua kwamba mke wake ameokoka. Sasa akasema, sijapata kuona mtu aliyeokoka ana mtii namna hii mume wake. Kumbe watu waliokoka wana utiifu, lakini usifanye hivyo, sio siku zote. Wakabadilika. Lakini hiyo ni neema kila siku, haijali mara mbili. Ni mfano mzuri kweli kwamba tendo kile cha kumtii mume wake na kweli kwenda kununua pombe, na wageni wanatambua kwamba huyu mwanamke ni mcha Mungu, lakini amemtii mume wake, ikawa kitendo cha wao pia na wao kuiamini Injili. Na anasema usifanye hivyo, inaweza isitokee, pengine labda ilikuwa ni njia tu ile Mungu ameruhusu kwamba wale watu waokoke. Kwa labda ni mazingira tu ambayo
yanaweza katokea mara moja pengine ndani, yani kwa muda mrefu sana. Ni kweli Lakini pia kama tulivyozungumza kwamba kuna wakati unaweza ukaonyesha utii kwa kusema hapana. Ni namna tu ya lugha utakayoitumia. Ni namna tu ya tunasema ya mtazamo utakaokuwa nao wewe. Au tunasema Kiingereza approach. Jinsi jambo unavyolipokea, unavyoliitikia, ndio ama itabariki au itakuwa ni balaa. Sawa wapendwa? Kwa hiyo kuna kusema no, lakini kwa namna ambayo inampa Mungu utukufu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo usilazimike kufanya kama alichofanya huyo mwanamke, kwamba sasa ninamtii mume wangu. Na vipi kama wangekunywa, wangelewa, wangefurahi pale na dini, alafu ameondoka bila hata kuokoka? Unaanza kuhukumika moyoni mwako. Nimefanya kitu gani hiki? Kwa hiyo ni kuwa makini sana. Mungu atupe hekima. Lakini tumejifunza kwamba tunaongozwa na Roho wa Mungu. Si ndio Kwa hiyo kuna mahali ambapo pengine Mungu anakuwa na makusudi fulani hivi ya jambo. Inaweza katokea kitu kama hicho, inaweza katokea. Ukatai. Inaweza katokea kabisa. Hekima inatakiwa sana. Na kumsikia Roho wa Mungu anasemaje. Kumbe angepinga, angesema tu mimi ni mlokole, mimi siwezi kabisa. Zile roho isingepatikana. Kwa hiyo ni hivyo. Mungu atupe macho ya kiroho, kusikia sauti ya Roho wa Mungu, ili tuyatii mapenzi yake Mungu. Bwana asifiwe sana. Labda huu ni mfano tu wa vilevi, labda sigara, lakini ingekuwa mfano, labda ni mfano wa kitu ambacho kabisa unajua kabisa yani hapa hivi bado ungetia au ingekuwaje? Maana wakati mwingine mifano ya vitu kama vinywaji hivi unaweza kuchukulia kama kirahisi sana, lakini kuna mifano mingine migumu. Nitoe mfano. Mume wako anakuambia hamna kwenda kanisani. Yaani wewe nasikia umeokoka siku hizi. Yaani sitaki kabisa kwenda kanisani. Mimi hapa kwangu haya mambo siyataki kabisa. Umeokoka? Yaani mimi sitakuelewa juu ya hilo. Utasemaje mama? Hasa wakina mama ndio tunaonewaga sana. Wakina mama ndio tunakuta yani mama utasemaje? Mwanaume amekuja juu anasema sitaki kusikia habari ya ulokole mimi ndani ya nyumba yangu humu. Sitaki. Tupejibu. Amen. Mwanaume akinikataza kwenda kanisani nitamtii kimwili, lakini kiroho sitamtii. Utamtii kimwili. Kwa hiyo utabaki nyumbani, usiende kanisani. Muda ukifika naenda kanisani. Yani na ndivyo mimi ilivyokuwa. Mume wangu alikuwa ni mlevi. Nilipookoka, muda huo jamani sikiliza. Akanikataza kwenda kanisani. Akaniambia sasa umeokoka? Nikamwambia ndio nimeokoka. Akaniambia sasa ninaruhusiwa kwenda kanisani. Nilikuwa na watoto wawili. Wale watoto akawaambia kwamba mama yenu kwenda kanisani mje mniambie. Sasa na mimi muda ukifika tu naenda kanisani. Naabudu, nikitoka narudi nyumbani. Nikifika nyumbani anauliza, akifika tu anauliza watoto, mama yenu anaenda kanisani? Mama anaenda kanisani. Baadaye napata kesi. Lakini sikuacha kwenda kanisani. Niliendelea kwenda kanisani. Nikajiunga na kwaya, nikawa naimba kwaya, naenda kanisani. Sasa siku moja nikaenda kwenye kwaya. Niliporudi nikamkuta kakana. Nikafika nikamsalimia. Nikamuuliza mbona ulinama? Alikuwa amenyama kama jinsi alivyoinama hapa mchungaji. Akasema nilinama kwa sababu yani
hapa mgongoni utafikiri nimetwishwa jiwe zito. Naomba unipeleke kanisani huko unapoabudia. Amen. Unipeleke na mimi nikaokoke. Nikamwambia kweli. Nilifika saa 2:30. Nikamwambia twende kwa mchungaji, nikampeleka kwa mchungaji. Akaenda akaombewa, akakata sala ya toba. Kupitia kutokumtii kimwili, lakini kutokumtii kimwili, kiroho mimi sikukubaliana ya kwamba nikataliwe kwenda kanisani. Kupitia mimi kukazana kwenda kanisani, siku na yeye akaokoka. Kwanza alikuwa amewakatalia na watoto wasiende kanisani. Mwisho akaniambia unawapeleka na watoto kanisani, wasiendelee kukaa nyumbani, watakuwa wajinga. Sasa nyumba yangu iliokoka na watoto wote na mume akaokoka. Mpaka sasa hivi ni. Amen. Nashukuru sana. Ni mfano hai kabisa. Tunashukuru Mungu. Na nadhani pengine pia ndio tunasema approach. Yani approach. Kwa sababu kuna mtu mwingine kama wewe hivyo angeweza kukataa kwamba mimi sitaki kwenda kanisani, alafu anaonekana kama ndio kichwa sasa ndani ya nyumba. Kwamba yeye amekuwa ndio kichwa. Yaani yeye ndio anafanya maamuzi, mwanaume yuko chini na nini. Sidhani kama ingekuwa hivyo. Kwa hiyo kuna namna ambavyo pengine hao wakina mama anaweza kataja ikaonekana hamtii mume wake, lakini kwa unyenyekevu akitoka kanisani, akifika pale huduma zote kwa mume wake anazifanya, yuko anashuka na nini, hakuna shida. Ilitokea tena na ushuhuda kama huyu mama huko Moshi huko. Mama mmoja na hivyo mume wake, unajua Wachaga wanaume wa Kichaga walivyo na wakiboshi walivyo na hasira. Kwa hiyo hataki mke wake aende kanisani. Lakini mke wake ameshuka kambo. Lakini anaenda kanisani, akirudi anamhudumia mume wake, anampenda mume wake hivyo, lakini mwanaume anakuwa mkali, katili na nini. Anambia nimekuambia usiende kanisani. Sasa siku moja akamwambia sasa ole wako uende kanisani. Akanoa panga. Unaona panga hili? Wewe nenda kanisani uone. Hili panga ninakumaliza nalo. Kwa akalinoa, akamuonyesha, akaliweka huko. Ile mama kwa upole na kwa moyo wa upole akaenda kanisani. Aliporudi kutoka kanisani, ile baba akasema, wewe mwanamke, unanisikia? Ndio. Yaani kuanzia leo, yaani siku ukikosa kwenda kanisani, yaani nitakumaliza. Kwa hiyo kama isibesa, maana asipe sana. Kwa hiyo kuna vitu vya namna hiyo ambavyo ni Mungu huwa anaviruhusu tu katika mazingira hayo, kama alivyosema kakaangu pale, katika mazingira fulani tu ya namna hiyo. Lakini tujue kwamba wanawake, mume ni kichwa. Hata kama ni mlevi, hata kama ni mbaya kiasi gani, lakini ni kichwa cha nyumba. Mpe heshima yote. Hata kama unakataa jambo fulani, yani kwa hekima ya kimungu hasa, kwa sababu nataka umtii Mungu kuliko wanadamu, lakini tumia hekima kwa sababu yeye ni kichwa cha nyumba. Hata kama hajaokoka, hata kama ni katiri, hata kama ni mbaya kiasi gani, tambua yeye ni kichwa cha nyumba. Bwana asifiwe. Karibu. Niongeze kidogo na mshuhuda. Huyu hapa sijali nilikuta kipindi nauza vitabu pale station. Nilianza kuuza vitabu pale chini. Nilikuwa nimefika na kiwango cha kwamba nikimfahamu mtu naambia wewe chokoza tu maneno ya Mungu. Ukiona moto umekamata, nyamaza, tuendelee na Injili. Natembea kwa napo viatu na kutoka hivi. Sasa alikuwepo mkuu wa kituo mara kwa mara kama anaitwa marehemu Mzee Mahewa. Yaani nikihubiri nilishagundua anakuja ananikamata na weka roka kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Mpaka treni inaondoka. Na baki humo ndani, tunakutana na wengine humo ndani wengine. Akaniweka lock up mara 2 mara 3, nikagundua hapa tuanze mambo mawili. Mimi niende kiroho, yeye aende kimwili. Basi nikaanza kufunga na kuomba. Mimi namuombea na shida ya njaa, huku naomba Mungu kwamba Mungu shughulika na ubongo wa huyo mzee. Hasa katika kufunga siku moja akaja
Akaja pale kwenye vitabu akasema sijasikia leo mkahubiri. Anatembea pole pole. Akasema huyu labda kuna kitu ambacho kimemgusa huyu. Baadaye muda mrefu sio aliokoka, baadaye aliugua, alikufa. Hakuendelea tena maisha. Kwa hiyo sasa tunajua kwamba tuna vita kweli duniani. Lakini vita tulio nazo ziko zote, kiroho na kimwili. Utaangalia hiyo vita ikoje na unaikabili kitu. Tumepewa silaha zote za macho za kuangalia na kutekeleza. Mungu abariki. Amen. Kwa hiyo tunaona somo zuri sana la utii, kwamba tunahitaji kutii katika maisha yetu tukiwa hapa duniani. Mungu anataka tuwe watii. Tunaona umuhimu wa utii na tunaona jinsi ambavyo tunapaswa kumtii Mungu kuliko vitu vingine vyote. Kama mitume wanavyosema, imetupaswa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Lakini pia tunapaswa kuwatii wanadamu ambao Mungu amewaweka kwa ajili yetu. Mamlaka zipo, wapo watumishi wa Mungu, kuna watawala, wapo wanaotuongoza katika huduma za kiroho, tunapaswa kuwatii. Lakini pia tunapaswa kutii kanisa, tunapaswa kuwatii waajiri wetu. Lakini pia kama watoto tunapaswa kutii wazazi. Bwana asifiwe. Basi naomba tuishie hapa kwa leo. Kesho tunaendelea, tutamalizia somo letu la kuhusu utii. Mungu atubariki sana. Asanteni.